Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Seneti ya Marekani imekataa jaribio la kukomesha vikwazo vya Trump dhidi ya Cuba. Wa Republican katika Senate wamekataa sheria kutoka kwa Democratic siku ya Jumanne ambayo ingemtaka Rais Donald Trump kukomesha vikwazo vya Marekani kuhusu nishati nchini Cuba isipokuwa apate kibali kutoka kwa Congress. Kura ya azimio la mamlaka ya vita inaonyesha jinsi wa Republican wanavyoendelea kusimama nyuma ya Trump wakati anachukua hatua kwa upande mmoja kwa kutumia nguvu ya Marekani katika migogoro mbalimbali ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Venezuela, Iran na Cuba, mojawapo ya majirani wa karibu wa Marekani, bado ni adui wa muda mrefu. Wanademokrasia kwa mara wamelazimisha kura kwenye sheria ili kuangalia uwezo wa rais kupeleka nguvu za kijeshi katika mizozo hiyo, lakini hakuna iliyofaulu. Kura ya Jumanne ilikuwa ya kwanza kuhusu Cuba na ingemlazimu rais kupata kibali kutoka kwa Congress kabla ya kuanzisha mashambulizi yoyote katika taifa hilo la kisiwa. Ili kutupilia mbali azimio hilo, wa Republican walisema kwamba halikuwa sawa kwa sababu Marekani haishiriki katika uhasama moja kwa moja na Cuba. Ujanja wao kutupilia mbali sheria ulifanikiwa kwa jumla ya kura 51 kwa 47. Senator John Fetterman wa Pennsylvania ndiye mwanademokrasia pekee aliyepiga kura ya kutupilia mbali azimio hilo, huku Senator Susan Collins wa Maine na Randy Paul wa Kentucky wakiwa wa Republican pekee waliunga mkono hoja ya wa Democratic. Kisiwa cha Caribbean kinakabiliwa na matatizo ya maji na umeme, huku Marekani ikiweka vikwazo vya kutatiza usafirishaji wa mafuta kutoka Venezuela. Utawala wa Trump unashinikiza uongozi wa Cuba kukomesha ukandamizaji wa kisiasa, kuachilia wafungwa wa kisiasa na kuweka huru uchumi wake unaodhoofika. Senator Tim Kaine, mwanademokrasia wa Virginia ambaye alianzisha azimio la mamlaka ya vita, alisema kizuizi hicho kimesababisha migogoro ya kibinadamu kote Cuba, ikiwa ni pamoja na kuvuruga huduma za matibabu na kuacha mamilioni ya watu bila maji safi na kupanda kwa bei ya vyakula. Hoja yangu ni kwamba chini ya masharti ya azimio hilo tayari tunahusika katika uhasama na Cuba kwa sababu tunatumia nguvu ya Marekani, hasa walinzi wa pwani, lakini mali nyingine pia kushiriki katika vikwazo vya kiuchumi vya taifa, Kaine alisema. Trump amesema kuwa baada ya vita na Iran ataelekeza mawazo yake kwa Cuba. Aliahidi alfajiri mpya kwa Cuba wakati wa hotuba katika hafla ya Turning Point huko Marekani wiki iliyopita. Wanademokrasia walisema kwamba azimio la nguvu za pili za vita pia lilikuwa muhimu ili kuondoa uwezekano wa Trump kuanzisha kampeni ya kijeshi dhidi ya taifa hilo. Marekani na Cuba zinahitaji kutafuta njia za kuishi pamoja kwa amani, anasema Senator Peter Welch, mwanademokrasia wa Vermont. Wanademokrasia hawa wamejaribu kuweka upinzani wa kisiasa kwa hatua za kijeshi za Trump kwa kulazimisha kura kupitia sheria ya nguvu ya vita ya mwaka 1973 ambayo ilikusudiwa kusisitiza mamlaka ya bunge juu ya kutangaza vita. Senator wa Republican Rick Scott wa Florida alishutumu Democratic kwa kupuuza ukiukwaji wa haki za binadamu wa uongozi wa Cuba. Rais Trump anafanya kila awezalo kurudisha uhuru wa demokrasia kote Amerika Kusini na tunapaswa kufanya kila tuwezalo kumunga mkono, Scott alisema. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.